Kuna swali zuri sana nimeliona na nimelijibu kwenye hiyo comment, maana ni swali zuri haswa na limekuwa likiulizwa mara kwa mara. Watu wengi wamekuwa wakiniangalia muonekano wangu, wanaulinganisha na kuufananisha na wadada ambao wanakwenda kwenye kazi za nyumbani, kwamba kwa kuwa mimi sasa hivi ninaweka kucha ndefu na labda navaa nguo fulani fulani, basi hawa wadada nao wanapokwenda kazini hivyo ndivyo, yani hiyo ndio mionekano ambayo wanaweza kwenda nayo. Au huyo kauliza, je, hawa wadada wa kazi wanakwenda na kucha ndefu kama za kwako? Kwa hiyo nimesema ni swali zuri, kwa sababu kusema ukweli kuna watu inabidi watafunie na uwasaidie kumeza. Yani maana yake ni kwamba sio kila mtu ana uwezo wa kujiongeza. Kuna wengine yani kila unachofanya na yeye anafanya, especially kwa wadada wa kazi. Na hili jibu liwasaidie wadada wengi ambao wako makazini. Sio kila kitu ambacho bosi wako anafanya na wewe unatakiwa kukifanya. Mathalan, kumekuwa na wadada ambao wanataka kuvaa kama mabosi wao wanavyovaa, wanataka kuwa na simu ambazo mabosi wao wanazo, wanataka kuweka kucha, kuweka nywele kama za mabosi wao. Sasa inakuwa tena kama vile hawako kazini, yani kama vile pale wameenda kushindana na mabosi wao. Kwa hiyo kwa wadada ambao ndio wanajitafuta, wadada ambao wanajitafuta, mabosi wenu wameshajipata. Unapoenda nyumbani kwa mtu kufanya kazi, au wadada ambao mnakuja kwa Joyce Kiria kwa ajili ya kutafuta kazi, mnakutana na Joyce Kiria ambaye ameshajipata, mnakutana na bosi wako ambaye yeye atakulipa mshahara, means kwamba yeye anatengeneza kipato kuliko wewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo atavifanya ambavyo wewe huna uwezo navyo, hauko katika position. Hata kama ukasema okay, labda siwezi kukosa 100,000 ya kwenda kuweka kucha kama za kwako, fine. Lakini je, utaweza kufanya majukumu yako na hizo kucha? Kwa sababu Joyce Kiria ana wafanyakazi kama wote, ana wafanyakazi wa kupika, ana wafanyakazi wa usafi, ana wafanyakazi wa kila kitu. Kwa hiyo wewe majukumu yote ya nyumbani ndio yanakuangalia, kwa sababu hiyo ndio ajira yako, hiyo ndio biashara yako. Je, utakapoweka kucha kama za Joyce Kiria utaweza kufanya hayo majukumu? Kwa hiyo limekuwa ni swali zuri sana ambalo halina ubaya dada kuweka kucha, lakini kwa mazingira ya kazi za nyumbani ambazo mimi nimezifanya, na huwa nawaambia wadada, nikamwambia leo hii mimi kwa sababu Mungu amenibariki sasa hivi napata kipato changu, namshukuru Mungu kwamba naweza nikawalipa wadada ambao watatusaidia majukumu ya nyumbani, na maisha yangu mengine yanaenda vizuri. Kwa hiyo na uwezo wa kuweka hizi kucha bila kuwa kikwazo. Lakini wewe unayefanya hizi kazi sidhani kama utaweza, kwa sababu leo hii mimi kama ikitokea nikapata changamoto, kwa sababu maisha yana mabadiliko mengi sana. Maisha yana neno zuri ni mabadiliko. Yani maisha yani leo kuna kupanda, kuna kushuka, leo uko juu, kesho uko chini. Hivyo vitu kwangu mimi ninajua ni vitu vya kawaida kabisa. Kwa hiyo huwa nawaambia, ikitokea mimi nimejikuta kabisa kwamba sina hela ya kula, siwezi kukimbilia kwenda kujiuza au kutafuta mabwana kudanga, no. Mimi nitakimbilia kwenye kazi za nyumbani, kwa sababu ni kazi ambazo nina uhakika nazo, nimewahi kuzifanya, zimenipa mtaji, na leo nimefika hapa kwa msaada mkubwa sana wa hatua ya kwanza ambayo nilianza kwenye kazi za nyumbani. Kwa hiyo nitarudi pale pale nilipoanzia kwenye kazi za nyumbani, ambazo kwa sasa hivi tena nimeziboresha, zina malipo mazuri, na mimi uwezo wa kazi ninao mzuri sana. Kwa hiyo wala sintaenda kuanza kwenye traditional, mimi of course nitaenda kuanzia kwenye smart, and then kama ni professional nitatafuta vyeti tu ambavyo ni vya miezi 3-6 ili niweze kwenda kwenye professional level. Kwa hiyo nitafanya very strategic kwa ajili ya kupata mtaji mzuri. Zamani zile wakati nafanya mshahara ulikuwa 5,000, lakini sasa hivi naenda kutafuta mtaji wa uhakika, nikianza na mshahara huo wa 300,000 kwenda kwenye hizo 500,000, kwa sababu yani it's very easy. Mimi Mungu amenibariki kuelewa kwamba amenipa rasilimali yani ambayo ni ubongo. Ubongo wangu naweza nikaufundisha kitu chochote. Kwa hiyo kwenda kusoma kozi ya mapishi au housekeeping ndani ya miezi 3, miezi 6, nikapata cheti changu, nikawa professional, ambapo pia kazi hizo naweza kuendelea kujiboresha kupitia social media, mitandao, YouTube, ukajifunza namna ya kutandika vitanda, namna ya kupanga meza, namna ya
kupika namna, kuna vitu vingi kule unajiongezea ujuzi. Lakini kuna ujuzi mwingine of course lazima umtafute mtu. Yaani kuna ujuzi my friend YouTube haitakupa. Kama lile pilao letu tunalopikaga hapa YouTube, upati YouTube nakwambia. YouTube itakubrush, utaji upgrade, utajua wedges, utajua nini. Kuna vitu utajua, lakini kuna ule ambayo itabidi umtafute mtu kwa sababu kila mtu ana testi yake. Kila mtu ana testi yake. Kuna vitu hata ufanyeje, yani lazima mtafute Joyce Kiria ili aweze kukupa transformation ya kuweza kuwa that superwoman, yeah? Yani huwezi kupata popote. So that najua hicho kitu. Kwa hiyo nitajiboresha na nitajiweka katika mkao wa kazi na hutanikuta na hizi kucha hata siku moja. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba lazima ujitambue uko kwenye level gani ya maisha. Sasa hivi mimi kuweka kucha au mwanamke yeyote ambaye amejipata kuishi maisha yake anayoyataka, yani that is perfect, kwa sababu unatafuta pesa zikurahisishie maisha. Unatafuta pesa upate vitu vyako vile unavyovipenda. Ya, na sio lazima ninachokipenda mimi uwe na wewe unakipenda au mtu mwingine anakipenda. That is well and good. Lakini isiwe kwamba ninachokipenda mimi kwako ni kibaya, kwa hiyo basi kikukere, yani kiasi ambacho unikoseshe mimi raha, wakati mimi ni kitu changu ambacho kinanipa furaha, kinanipa amani, kinanipa kujisikia vizuri. Kwa nini wewe unifanye mimi, yani utake kunifanya mimi nijisikie vibaya kwa kitu changu ninachokipenda? Huo ni pumbavu wa level ya juu wa watu wasiojitambua. Mimi siwezi kwenda kumwambia mtu sijui nguo yako uliovaa ni mbaya, kucha yako uliweka ni mbaya. So hiyo ni yani, that is a very small mind. Hiyo ni akili ndogo sana kwenda kujisumbua na maisha ya watu ambayo hayakuhusu. Mimi vitu ninavyopenda kufuatilia ni namna gani naweza kuboresha maisha yangu. Vitu vingine ambavyo vinamhusu mtu mambo yake binafsi ni I don't care, wala vinisumbui, wala sihitaji, in fact napenda mtu aishi maisha yake anayoyapenda. Yeah, so wadada wa kazi au wadada ambao mko katika hali ya kujitafuta, utachanika msamba. Usijaribu kupanua miguu yako, utachanika msamba kwa sababu unataka kuishi kama fulani, unataka kuishi kwenda sahani moja, kula sahani moja na bosi wako, akiweka nywele na wewe unaweka, akiweka kucha na wewe unaweka, akinunua simu na wewe unanunua. Ndugu yangu, yani hayo ni maisha magumu sana, ni utumwa, na wengi ndio mnaishi huko kwenye mitandao kwa staili hiyo. Unaenda kuangalia sio nani kanunua hiki, nani kanunua hiki, nani kanunua hiki, na wewe unataka. Kwenye ndani yake kaeka mapazia na wewe unataka, kaeka kapeti unataka, kaeka makoti na wewe unataka, kanunua hotpot na wewe unataka. Hayo ni maisha ya kitumwa sana. Kwa nini usiridhike na maisha ulionayo? And then ukishakuwa na maisha yako, pia choose aina ya maisha unayotaka. Yani kuwa wewe, just be you. Yani vile vitu vyako unavyopenda, sio kwa sababu fulani kaweka hiki na mimi nataka kuweka. No, just be you. Create aina ya muonekano wako unaopenda, kama mimi na muonekano wangu ambao nimeridhika nao, huu ndio unaupenda for now. Na kazi zangu kucha ndefu. Yes, na tengeneza nywele zangu aina fulani, navaa vile ninavyojisikia. Yeah, unatafuta hela ya kazi gani? Rahisisha maisha yako. Umeshapata hela yako, weka smart dada, weka professional dada. Unatafuta hela ya nini? Yeah. So yeah. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ulikuwa unauliza, wadada wanaenda na hizo kucha, dada ambaye anataka kwenda kwenye kazi za ndani na kucha ndefu, wewe utakuwa ni yani jitambue. Jitambue kwa sababu hizo kazi actually zinataka mtu ambaye hana kucha kabisa. Yani kikucha kikirefuka kidogo ukate, kwa sababu unadili na mambo, yani mtu ambaye anadili na kupika vyakula unatakiwa uwe na hygiene ya level ya juu kabisa. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kuwa na kucha ndefu, right? But umeshajipata my friend, weka kucha yako vile unavyo. Ukitaka kuweka ndefu zaidi ya hizi za Joyce Kiria, it is well and good, it is okay, alimradi unaweka kwa hela yako. Sio unataka urembo kwa hela ya mtu mfukoni kwake. Kwa hela ya mtu mwingine, huo ni utumwa na huo ni ushamba. Huwezi kutaka kupendeza, kuweka mawigi, kuweka sima weaving, kuvaa vizuri, kuweka kucha na hela ya bwana, hela ya mtu mfukoni kwa mtu. Oh please. Hayo ni maisha magumu sana. Mimi siyawezi, najua kuna wengine wanaweza, but me, ili niweze kuwa na power na my confidence and kuishi maisha yangu nayo yapenda, lazima nitengeneze kipato changu mimi. Yani lazima nitumie my money. My money is my power. Yeah, my power is my money. Yeah, my confidence is my, of course Mungu namba moja, you know me. Mungu, maana Mungu anasema usimtegemee mwanadamu. Sawa, why should I tegemea mwanadamu? Kwa hiyo namtegemea Mungu na akili alizonipa, nguvu alizonipa, maarifa alionipa, I make money. Yeah? Hivi kazi yote ninayoifanya lazima yani iniingizie kipato. Right now nafanya consultation, nilisema. Unataka consultation kuanzia 500 kwenda juu,
price zangu nimeshaziweka hapo, watu wameshtuka, I don't care, silazimishi mtu aje. Unaweza njoo, huwezi kaa kwa kutulia, that's me. Unataka dada kwetu, ndio hivyo. Gharama zinaanzia 300,000 kwenda juu. That's